Lakini lengo kubwa ilikuwa sisi viongozi wa Tana River ni kulete amani ambaye tumekuwa na changamoto kwa muda ya mwezi moja. Na huu changamoto ya kutokuwa na usalama imetokana kwa sababu ya malishe, chakula ambaye imekuwa hapa kule, wananchi wanasosana kwa mambo ya resources, lakini viongozi wakaona ni vyema hawa jamii wameishi kwa muda mwingi, tukae pamoja. Leo tumeongea kwa undani na tumekata kwa kauli moja kama county security team, viongozi wa hapa Tana River, wajumbe, senators pamoja na MCAs wa hapa pamoja na viongozi, na tumekata kauli kwa vitu vitatu. Moja, tutaweka amani. La pili, mifuko ambayo ilikuwa imepotea, imechukuliwa, itarejeshwa hivi karibuni. Wazee wamesema tutaketi chini, ngamia ambaye ziko kule kichakani pamoja na mbuzi ambaye ilichukuliwa hivi karibuni itarudishwa. Na la tatu na muhimu kabisa, wataweka mkakati kama jamii ya kuleta amani. Systems, yani ile committee ya elders, wataiboresha sana ili amani katika Christmas, wakati wa uchaguzi, hata kule mbele idumu. Nataka kuwashukuru viongozi wote. Leo ilikuwa ni siku ya furaha na mimi sikuwa na dukuduku ya kwamba itaenda vingine. Nilikuwa na amini Mungu, naamini viongozi wangu, naamini idara ya usalama na naamini watu wetu. Jamii ya Orma, jamii ya Dagodia, ya kwamba leo itakuwa ni siku ya watu kuja pamoja, haitakuwa ni siku ya watu kuachana. Kwa hivyo tumeongelea mengi na tumesema tumeagree ya kwamba ile pole ambayo ilikuwa imeleta tashwishi kati ya jamii hizi mbili, inshallah kwa uwezo Mwenyezi Mungu tarehe 15 siku ya Jumamosi wataweza kukutana pamoja, wawamalize katika nafasi yao, katika venue ambao wao wenyewe watakuwa wameelewania. Ya pili, mbuzi ambaye imeweza kuchukuliwa, tumesema kwamba viongozi wa jamii ya Orma, viongozi wa jamii ya Dagodia waweze kuwasiliana ili hizo mbuzi ziweze kupatikana. Zile ngamia ambazo hazikuchukuliwa lakini zilikuwa zimetapakaa na zikaachwa bila kuchungwa, imesemekana imepatikana ngamia 17, ngamia 48 bado hazijui mahali ziko. Kwa hivyo tumeelewana viongozi wa jamii hizi mbili wataweza kukaa pamoja ili waweze kuleta ngamia hizo inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na kupitia jitihada yao. Ya mwisho ambayo ni muhimu sana, tumesema kwamba social media, wale ambao wana post social media, wanaongea kwa social media, ambaye labda hauko hapa, labda uko mahali pengine, ama utakuwa hapa na tena uende kuongea mengine, tumesema na county security team imesema it will take notice from now wale watu ambao wana post, ili kuleta dukuduku na tashwishi kati ya mandugu hawa wawili ambao wameweza kutofautiana. Sisi ama mimi kama mbunge wa Bura ambaye nimechaguliwa na jamii zote na ni mbunge wa yule aliyenichagua na yule ambaye hakunichagua, na niko na imani ya kwamba naangalia mbele watu watazidi kuwa pamoja inshallah. Na waambia mambo ya Bura constituency tuachie watu wa Bura constituency, na kama unakuja kutoka mahali pengine, kuja ukiwa na nia njema kama hao viongozi ambao wamekuja kutusaidia pamoja, lakini usikuje ukiwa na nia kutofautisha watu, ukiwa na nia kuleta shida. Hiyo hatuwezi kubali ndani ya Bura constituency. Tuko na ward 5 kuanzia ya Herimani, Chewele, Sala, Madogo na Bangal. Hiyo ni ward 5 ya Bura constituency. Tunasema amani idumu, amani idumu inshallah kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Asanteni sana. Kama kiongozi wa hii nchi nimekuja kumpa yeye support na kusikiza hii process ya kufanya jamii mbili ambao wamepata kukosana waweze kusikizana, na nina furaha ya kwamba mkondo huu mkutano ulichukua na kikomo ambayo tumeifikia. Nimefurahi sana na nafurahi namna viongozi wa kutoka sehemu tofauti wa kutoka Wajir wa hapa na pia vitengo vya usalama namna wamechukulia mkutano, wameweza kuleta bila uhasama watu ambao walikuwa na shaka. Nimefurahi sana ile mtindo na moyo viongozi wamechukua, na tumefikia kikomo kwamba jamii watakaa Saturday ambayo inayokuja na waweze kumaliza yale machache ambayo yamebaki.